Okay. Naitwa Mwalimu Ludovick Joseph. Napenda kufanya tafakari ndogo kama taarifa kwa umma juu ya tafakari ya muumini wa Kanisa Katoliki kuhusu mwenendo wa baadhi ya viongozi wa kanisa letu wa hivi karibuni. Nikiwa ni muumini wa Kanisa Katoliki niliobatizwa na ninayepokea masakramenti, natoa taarifa hii kwa umma na kwa vyombo vya habari kama tafakari yangu ya dhamiri, kama darasa la kimaadili na ukumbusho wa kisheria wa kanisa kufuatia mwenendo wa baadhi ya viongozi wetu wa hivi karibuni ambao unazua maswali, majonzi na sintofahamu miongoni mwa waamini. Tafakari hii haitokani na chuki wala dharau kwa kanisa wala viongozi wake, wala haitokani na uasi dhidi ya mamlaka ya kanisa, bali inatokana na upendo kwa kanisa, heshima kwa imani ya waumini wa kanisa na wajibu wa Kikristo wa kusema kweli kwa unyenyekevu na kwa ujasiri. Kanisa Katoliki ni taasisi ya Kristo, lakini viongozi wake ni wanadamu ambao wana mipaka na wanaweza kukosea. Maandiko matakatifu yanatukumbusha kwamba hakuna kiongozi aliye juu ya Injili wala hakuna kiongozi aliyekuwa juu ya waumini. Unaweza kusoma Mathayo 23 mstari wa 8 inayosema, msijiite nyinyi walimu, kwa maana mwalimu wenu ni Kristo. Yeyote anayejikweza anashushwa, Kristo akiwa anatuasa kuwa na uongozi wa unyenyekevu kadri ya Injili ya Luka sura 14 mstari wa 11. Kwa msingi huo basi, mtazamo au mwenendo wowote wa kiongozi unaojionyesha kana kwamba yeye ndiye alfa na omega ndani ya kanisa ni kinyume na Injili, ni kinyume na sheria ya kanisa na ni kinyume na uongozi wa unyenyekevu wa Kristo mchungaji mwema. Na kwa maana hiyo ni kinyume na mafundisho ya kanisa lenyewe. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, yani canon law nambari 212 para ya 3, inatambua haki ya waumini kutoa maoni kwa wachungaji wao wa kanisa kuhusu masuala mbalimbali yanayolihusu Kanisa Katoliki, ila maoni hayo yatolewe kwa heshima, kwa kuzingatia mafundisho ya kanisa na kwa kulinda hadhi ya viongozi wenyewe. Hii maana yake nini? Kumhoji kiongozi wa kanisa sio uasi wala dhambi. Kukosoa mwenendo wa kanisa sio uasi wala sio dhambi. Na kutoa malalamiko ya waumini katika ngazi yoyote ile ya kanisa ni haki ya kisheria ndani ya kanisa. Sio jambo ambalo mtu anapewa kana kwamba ni hisani. Kiongozi yeyote wa kanisa anayewanyamazisha waumini, anayewadhihaki ama kuwatukana pale ambako wanatekeleza haki hii ya kutoa malalamiko au ya kutoa maoni kwa viongozi wao, kiongozi wa namna huyu anakiuka sheria ya kanisa na anapinga na kupotosha mafundisho ya kanisa lenyewe. Sambamba na hilo, kanisa wala Biblia haliruhusu kwa kiongozi wa kiroho kutumia lugha ya dharau dhidi ya waamini wake, kama tulivyosikia hivi majuzi watu wakiitwa malofa, wakiitwa wananjaa eti kwa sababu wamekosoa jambo fulani kutokana na mwenendo wa kanisa. Kristo anasema, asemaye mpumbavu anastahili hukumu. Mathayo sura 5:22. Neno lenu liwe daima ni kwa neema. Wakolosai 4:6. Kwa uchache, maneno haya ya Injili yanakwenda moja kwa moja kinyume na viongozi wanaoanza kuwatukana watu eti kwa sababu wamewakosoa wao. Ni vyema pia ifahamike kwamba madhabahu ya kanisa si jukwaa la kisiasa, sio jukwaa la matusi, na mahubiri ya Katoliki yanaongozwa na miongozo inaitwa Catholic Homiletics. Mahubiri ya kanisa kwenye misa yanaitwa homilia, sio preaching, sio sermon, na imefanya hivyo makusudi kwa sababu padre ama askofu anapohubiri anahubiri in persona Christi, katika nafsi ya Kristo. Pale hatoi maoni yake wala hawezi akaruhusu jaziba zake zimtawale. Kwa hiyo hili lilikuwa jambo la bahati mbaya ambalo waumini wote wa Katoliki wanapaswa kulikemea. Na kwa kuhitimisha kifungu kidogo, kiongozi wa namna hiyo
anakuwa amejitenga yeye mwenyewe na kweli za Injili aliyowapa kuihubiri. Jambo lingine muhimu, tunafahamu kwamba kanisa lina haki na wajibu wa kimaadili wa kuukemea ulimwengu pale ambapo haki inakiukwa, maadili yanaporomoka na utu wa mwanadamu unapodhalilishwa. Kanisa lina haki ya kukemea na kutoa sauti ya unabii kwa ulimwengu. Hata hivyo, msingi wa sauti ya kanisa kwa ulimwengu ni uwezo wake lenyewe wa kujitafakari na kujikosoa lenyewe kwa ndani, kama ambavyo Yesu Kristo ametuasa kwenye Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari ule wa 2 hadi wa 5. Nitanukuu: kwa nini wakitazama kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako, lakini hutazami boriti lililo ndani ya jicho lako? Au wawezaje kumwambia ndugu yako, niache nikitoe kibanzi kwenye jicho lako, wakati haukitoi boriti ambayo iko ndani ya jicho lako? Yesu anasema, mnafiki wewe, ondoa kwanza boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utaona vema kumwondolea ndugu yako kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kwa mantiki hii, kanisa linaposhindwa kujitathmini lenyewe, linaposhindwa kukemea makosa ya viongozi wake lenyewe, linaposhindwa kurekebisha mienendo isiyoendana na Injili, linapoteza nguvu ya kimaadili ya kuukosoa ulimwengu. Na kwa maana hiyo, kanisa likijikosoa lenyewe ndipo linapata uhalali sasa wa kukosoa ulimwengu kama Kristo aliyelianzisha alivyosema. Vile vile, kama mnavyofahamu, serikali ulimwenguni hulalamikiwa kwa mambo ya uwajibikaji, lakini vile vile kanisa nalo hulalamikiwa kwa mambo hayo hayo ya uwajibikaji. Zipo sauti hivi sasa hata hapa Tanzania za waumini ambao wanaona kwamba kanisa halina uwajibikaji wala uwazi kwenye mambo ya fedha. Ni kawaida kusikia kila wiki taarifa ya michango: sadaka ya kwanza, sadaka ya pili, sadaka ya katikati za wiki, zaka, matoleo, nia za misa. Na siku hizi kuna majimbo yanaingiza mpaka bilioni 5 za mavuno kwa mwaka. Lakini nadra sana kusikia taarifa ya fedha hizo. Sasa wako Wakatoliki ambao wameanza kuhoji kwa chini chini, na sheria ya kanisa inataka taarifa ya fedha isomwe kwa waumini ambao ndio wanatoa fedha hizi. Wakatoliki wangapi wanafahamu taarifa ya fedha kwenye majimbo yao? Huu kama mfano mmoja. Lakini yako masuala mengine pia uwajibikaji wa kiutawala. Yako masuala mengine ya utawala wa sheria ndani ya kanisa. Yako maamuzi yanayochukuliwa kama arbitrary decisions. Mtu anahukumiwa bila kupewa taarifa ya maandishi kinyume na sheria. Mwanafunzi wa upadre anafukuzwa bila maelezo. Askofu anaondolewa kwenye nafasi yake bila maelezo. Na hakuna mtu anayehoji hatua hizi za ukiukwaji wa uwajibikaji ndani ya kanisa. Kwa maana hiyo basi, malalamiko haya iwe ni signal ya viongozi wetu wa kanisa kujitazama kwa ndani. Na yote haya yanaendana na sheria ya kanisa, yani canon law, na inaagizwa vile vile na katekisimu ya kanisa. Kwa mantiki hiyo, kumbe kuuliza taarifa za kanisa, hesabu za fedha na mambo yote kama hayo ni kuendana kabisa na matakwa ya sheria ya kanisa inavyoagiza, na ni hatua za kulinda kanisa. Liko jambo jingine pia muhimu. Kanisa sio chama cha siasa. Ni vyema na haki ifahamike kuwa Stop editing videos manually in 2025. Try Hailuo AI now. No skills needed, no budget, no problem. Just simply type your idea. Click Generate. A ready-to-post video will be done in seconds. The more details you give, the more stunning it gets. You can switch up any styles like cyberpunk, fairy tale, or Hollywood. Your next 1 million views post will start here. Try Hailuo AI for free now. Ufalme wangu si wa dunia hii, katika Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Na katekisimu ya kanisa Katoliki imeunga mkono swala hilo. Mtaguso wa Vatikano wa pili kwenye hati yake ya Gaudium et Spes imesema kwamba kanisa
halipaswi kufungamana na mfumo wowote ule wa kisiasa. Kanisa liko duniani, lakini lenyewe linakwenda beyond, lina transcend mambo ya dunia hii. Kwa ufupi basi, kanisa likijiingiza kwenye mitazamo ya vyama, likajiegemeza na vyama, likaanza kutoa political rhetoric, lugha kama za vyama, matokeo yake kanisa linagawa waamini, linapoteza mamlaka ya kimaadili na linahatarisha umoja wa waumini, umoja wa kanisa na umoja wa kitaifa. Sasa liko swala la watu waliokwenda kuomba uchunguzi kwa balozi wa Vatican. Naona kwamba ni sawa, kabla sijamaliza maongezi yangu niligusie jambo hilo. Kwa misingi hiyo ya kisheria na kimaadili, baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi, kwa balozi wa Baba Mtakatifu anayeitwa Nuncio, wakiomba ubalozi wa Papa au Papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi, hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia Wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale, wala sheria haijaweka utaratibu wa lazima. Kama nilivyosikia wengine wanasema, mbona wewe hujaanzia kwenye jumuiya, kwenye parokia, kwenye jimbo? Sheria haijaweka utaratibu huo. Hayo ni mazoea ya busara za kichungaji. Anayejua sheria hiyo atuambie hapa. Kwa hiyo jambo hilo ni halali na ni la kisheria na linaendana kabisa na utaratibu wa kanisa na inalenga kulinda hadhi ya kanisa, na hatua ile sio uasi bali ni utekelezaji wa kulinda maadili ya kanisa. Nimalizie deposition yangu hii kwa maneno yafuatayo. Kanisa kitheolojia ni watu wa Mungu. Kanisa kibiblia ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu mmoja anaweza akasema yeye ni kanisa. Kanisa ni la wote, na sisi wote tunaitwa katika Roho Mtakatifu kuwa mashuhuda wa Injili. Asiwepo mtu kati yenu wa kusema kwamba yeye ndiyo kanisa, au yeye akisemwa basi kanisa limesemwa. Huo sio msimamo ambao ni sawa sawa. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo, kama anavyosema Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12. Kwa hivi tunayo haki na wajibu wa kuilinda kanisa letu. Taarifa hii na tafakari hii ndogo itufunze kama taifa la Mungu kwamba viongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania wasisahau kuona uongozi wa kiroho kwamba ni mamlaka za kidunia. Uongozi wao ni wa huduma kwa watu wa Mungu, na wanaitwa kutakatifuza na kulinda umoja wa dhamiri wa Wakristo na umoja wa kanisa. Ninawaalika nyote wakati huu wa Noeli kuungana na Kristo mfalme wa amani, ambaye yeye amekuwa mwalimu wa unyenyekevu, na ninawakabidhi viongozi wa kanisa kwa Bikira Maria mama wa kanisa, ili yeye atuongoze kwa Kristo tuweze kuvuka kama taifa moja, taifa lenye mshikamano na waumini ambao wanampenda Kristo. Bwana na abariki sana. Joseph Ludovick, leo Dar es Salaam. Asanteni sana. Nina swali moja. Karibu. Nitaka nifahamu kwa Katoliki sheria na taratibu zikoje endapo viongozi wanakiuka kama hicho kusema kuingiza masuala ya siasa katika madhabahu ya dini. Ni kufanya kile kama alichofanya waumini au wengine, kupeleka barua ya kuweza kujishtakia kwa Baba Mtakatifu, ama kuna sheria nyingine zinaweza kuchukuliwa ikiwemo kupeleka mahakamani na sehemu nyingine? Na kama zipo, je, kwa nini hicho hakijafanyika? Nimeanza hiki cha kuandika barua. Asante ndugu mwandishi. Kwa ufupi, sheria ina kanisa, ina sheria zake. Kanisa ina sheria zake, na kila mtu ndani ya kanisa anayo mamlaka yake ya nidhamu vile vile.
Kwa hiyo likifanyika kosa, mamlaka ya mtu yule inapaswa kumchukulia hatua za kisheria. Sasa hatua zinaweza zikawa ni za kisheria, zinaweza kuwa ni za kiutawala, zinaweza kuwa ni za kiuchungaji. Waumini ambao wanaamua kujitokeza wenyewe na kupeleka malalamiko kwa mamlaka za juu za viongozi wa kanisa, wanachukua hatua za kichungaji za kujaribu kurekebisha hali ya kanisa. Lakini kwa kawaida makosa ya ndani ya kanisa, kwa sababu yamewekewa sheria ya kanisa, yanashtakiwa kwenye mahakama lakini za kanisa, ambako ndiko huko kuna hizi canon laws na apply, na yako makosa mbalimbali. Kwa mfano, kama aliyekosa ni muumini mlei, anaweza akapewa masharti kadhaa ya kutimiza. Kama aliyefanya makosa ni padre, na kulingana na uzito wa makosa anaweza akasimamishwa upadre wake. Kama aliyefanya kosa hilo ni askofu, anaweza akaondolewa uaskofu wake. Na mifano ipo Tanzania hapa imekwisha kutokea. Asante sana ndugu mwandishi. Swali nyingine kama liko? Karibu. Asante. Swali langu linajielekeza kwa wale ambao wamepeleka barua kwa balozi wa Vatican Tanzania. Naamini katika kuwasilisha jambo kuna hatua za kufuata na kuchukua mamlaka ya kwenda moja kwa moja balozi wa Vatican. Manake kuna ngazi ambazo ni kwa nini msingeanzia ngazi za chini? Baada ya kuona iwapo jambo fulani limeshindikana, basi mpeleke kwenye ngazi za chini. Kwa nini mmeenda moja kwa moja kwa balozi wa Papa? Kwa sababu tunajua baraza la maaskofu lina ngazi zake pia, na ngazi za chini mpaka ngazi ya juu. Manake jambo linaposhindikana kwenye ngazi ya chini, naenda kwenye ngazi ya juu. Mlijaribu kuanza kwenye ngazi ya chini kabla mjafika kwa balozi wa Papa? Asante mwandishi. Kwanza unaniunganisha na mimi kana kwamba nilipeleka hayo malalamiko. Mimi kwa kweli sikupeleka malalamiko, lakini naunga mkono hatua waliofanya. Cha pili, sehemu ya swali lako nimeshaijibu. Hakuna sheria ya kanisa inayoelekeza kwamba mashtaka yafunguliwe kwa ngazi ya jumuiya, baadaye yaende parokia, baadaye yaende jimbo. Hakuna sheria hiyo. Siku hizi kuna AI, kuna Google, mnaweza mkaangalia na nyie mkaona. Hakuna sheria hiyo. Ila kama ni masuala ya kichungaji, mimi na shida kwa mfano na ndoa yangu, na kwenye shida ya ndoa yangu sitaki kwamba tutengane na mke wangu, nataka tukayajenge. Hapo nitakwenda parokiani kwenda kueleza kichungaji ili padri yule atushauri. Lakini nikitaka ni file divorce, sheria ya kanisa imenielekeza sasa kwamba nakwenda kufungua kesi yangu kwenye ngazi ipi? Kwenye mahakama ya mwanzo ya kanisa, ambako kule kuna prosecutor wa kanisa, kuna wakili wa kanisa. What if I told you your daily walk could be your most creative work time? With Whisperflow, it can be. Ambayo ni mahakama ya juu kule ya Vatican. Lakini kwa makosa kama haya, muumini anakwenda popote anapoona yeye inafaa. Sasa kwenye jambo hili, anayelalamikiwa katibu wa TEC ambaye anaonekana anafanya kazi chini ya maaskofu, kwa common sense kesi hiyo unaipeleka wapi? Unaipeleka mamlaka ya juu yao? Nadhani ndio maana waumini wale wakaamua kwenda kwa balozi wa Papa, kwa sababu ni kama inahusika ngazi ambayo ni ya kitaifa. Wangeweza kuamua vinginevyo, lakini vile vile hawafungwi kwenda huko walikofungwa. Asante ndugu mwandishi. Ongezea hapo. Karibu. Pia muone kwamba mnazidi kuliharibu kanisa, ndio unasema ni moyo wa Kristo. Kwa maneno ambayo mnaongea, muone kama mnaliharibu kanisa. Asante. Kwa namna moja sio kuliharibu kanisa, lakini huu ni ushahidi wa kwamba makosa ambayo tunalalamikia yametufikisha hapa ambako ni hatua isiyofaa kwa kanisa kuanza kurushiana maneno hivi kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo hili ni jambo la bahati mbaya, lakini kwenye ethics wanasema ni lesser evil, kwamba una mabaya mawili ya kuchagua na lazima uchague. Kwa hiyo sisi tumechagua hili ambalo ni baya, lakini sio baya sana kama kukaa kimya. Tunadhani kwamba sasa hii iwaoneshe viongozi kwamba na wao wanakosea, kwa sababu kulingana na wanayofanya mpaka wanataka sisi tunaanza kuongea hadharani. Tunaweza kurudi nyuma kidogo, wasahihishe, turudi ndani ili tutibu kanisa,
tutembee kama wamoja kwa nidhamu ile ile ya Ukatoliki ambayo imezoeleka. Asante ndugu mwandishi. Watu wanataka kujua upo parokia gani, jimbo gani? Na nafasi yako uweza kama ni kwenye hiyo parokia ama jimbo. Nimesikia sana hili swali ambalo kwa kweli sio material kwenye mjadala wetu, lakini kwa faida tu wanaotaka kujua, mimi ni Mkatoliki niliyebatizwa kama nilivyosema, parokia ya Ngarama St. Agustini iko kule Bukoba, Jumuiya Mtakatifu Yosefu. Mimi ninapokea masakramenti yote ya kanisa. Mimi ni Mkatoliki ambaye na practice imani yangu. Mimi nimesoma shule za kanisa mpaka ngazi ya seminari, nikisoma baadhi ya kozi za falsafa na teolojia. Mkitaka na chuo nitawaambia. Chuo cha Salvatorian Institute of Philosophy and Theology iko affiliated na Urbaniana Institute of Rome. Mimi nimefanya katekesi kwenye mashule hapa Dar es Salaam, St. Matthews, Jitegemee High School, Chang'ombe, nikipewa mandatum na askofu wa jimbo hili Kardinali Pengo. Mimi nafundisha katekesi hata sasa Dodoma kule, nimepewa mandatum na askofu mkuu Kinyaia wa jimbo kwa Dodoma, shule ya Jamhuri, nafundisha katekesi ya Katoliki. Mimi na channel yangu ya YouTube inaitwa Doctrina, natoa mafundisho haya ya Katoliki, sio leo, kwa muda mrefu. Nadhani nimekujibu ndugu mwandishi. Lingine dogo kwa situation ambayo kanisa Mimi swali langu ni kwamba Oktoba 29 kwa mara ya kwanza nchi yetu iliingia katika shida ya sintofahamu, sote tunajua, haina haja ya kuongea. Kama viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla, unafikiri walipaswa kufanya nini ili turudi katika umoja, tusirudi katika hili swala lililojitokeza na badala yake sasa hivi kuwa na malumbano ya siku hadi siku, ya kufanya vizuri, ukafanya vibaya, huyu nini? Neno lako ni nini kuhusiana na kilichotokea Oktoba 29 na ushauri wako kwa viongozi wa dini, na sio dini moja, dini zote? Nashukuru sana. Tunasikitishwa sana na matukio yaliyopelekea matukio ya Oktoba 29 na 30 na yaliyotokea baada yake kutufikisha hapa leo tulipo. Lakini the benchmark, viongozi wa dini wana haki na wajibu wa kiroho kukemea maovu yanapotokea, kujenga dhamiri za waumini na kutoa mwelekeo wa taifa. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kusema waliosema. Kasoro ni moja tu. Uongeaji wa viongozi wa kidini hauwezi ukawa sawasawa na uongeaji wa mpinzani katika siasa. Lugha wanayotumia viongozi wa dini inapaswa iwe ni lugha ya kidini, lugha ya kichungaji, lugha ya kimaadili. Kwa hiyo tunawapongeza kwamba waliongea kuhusu ambacho walitaka kuongea, lakini tunawakosoa kwamba walitumia lugha ambayo sio ya kichungaji. Na frequency ya matamko vile vile. Kiongozi wa dini anapozungumza mara moja, unawaruhusu watu wafanye tafakari ya alichosema. Sio sawa sawa kwa maoni yangu kiongozi wa dini kutoa tamko leo, akatoa tamko kesho, akatoa tamko kesho kutwa. Kwa wito wangu mimi kama Mkatoliki na kama mtu wa muumini, viongozi wa dini watujenge dhamiri zetu, wakemee maovu, lakini wafanye hivyo kwenye mstari ule ule wa maridhiano, wa upendo na wa kusaidiana, ili wote tuwe taifa moja tena kama tulivyokuwa hapo awali. Asante. Shukrani sana.